Asante. Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena mlimani mpendwa, ili kwamba tuweze kubarikiwa pamoja moja kwa moja, na tuombe ili tuweze kuendelea na somo letu. Baba yetu na Mungu wetu uliye mwema, tunakushukuru kwa neema yako. Pendo lako kwetu ni kuu, na tunazidi kuhimidi kwa wema wako maishani mwetu. Basi tuombalo ni kwamba neema yako itutoshe tunaposikiza na kutazama somo hili, tuvutwe karibu na msalaba wako na lituandae kwa ajili ya kurudi kwa Kristo mara ya pili, maana ni kupitia kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mpendwa, karibu na nikukaribishe katika kisa cha pili cha Biblia. Kisa cha kwanza kilikuwa ndani ya kitabu cha Mwanzo sura ya 3, ambayo ilikuwa ni anguko la mwanadamu, jambo ambalo lilikuwa ni la kusikitisha. Kisa cha pili tunakizamia ndani ya kitabu cha Mwanzo sura ya 4, ambacho ni kifo cha kwanza kunakiliwa katika historia ya mwanadamu humo duniani baada ya dhambi kuingia. Mpendwa, tunataka tuiangazie sura ya 4 na kuielewa vyema, ili kwamba tuweze kujua Mungu anataka tufanye nini. Wakati huu nikwambie hivi, Mungu alipomfukuza Adamu na Hawa katika bustani ya Edeni, na wakatoka katika mji wao waliokuwa wameupenda na kuutamani, waliweza kuingia sasa katika maisha ya kufanya kazi ambayo ilikuwa inawaletea uchovu. Lakini pamoja na hayo, Mungu amekwisha kuwatoa, hakuwaacha hivyo, baraka zake bado zikaandamana na mwanadamu huyu. Sasa katika sura ya 4 ni nini ambacho kilifanyika? Njoo nami sura ya 4 ya kitabu cha Mwanzo, aya ya kwanza, tuteremke polepole pale chini ili tuweze kuelewa nini kilichofanyika. Maandiko yanasema Adamu akamjua Hawa mkewe. Maandiko yanaposema Adamu akamjua Hawa mkewe, si kumjua kwa jina. Kumjua mtu kwa jina kunaitwa kufahamu. Tunapoonana kwa mkutano wa Injili, tunapoonana pale kanisani, tunafahamiana. Lakini ni mtu na mkewe peke yake wanaojuana. Na ndio maana maandiko yanasema Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba. Kwa hivyo kujua huku kunaleta ujauzito. Akamzaa Kaini, akasema nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Kwa hivyo uzao wa kwanza ambao Adamu anaupata kwa Bwana, ambaye ni mtoto wa kiume, anaitwa Kaini. Verse number 2 inasema akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Kabla nimalize verse 2, Biblia inapofika hapo sasa inasimama. Haisemi kwamba Adamu akazaa mtoto mwingine, huyu akazaa huyu. Inazungumzia sasa, inatutoa katika uzao wa Adamu, inazungumzia kisa cha Kaini na Abel. Hatujui hawa vijana wawili walikuwa na miaka mingapi, lakini jambo moja nalojua ni kwamba walikuwa na miaka mingi. Kwa nini niseme hivyo? Kwa sababu watu wa zamani zile waliishi miaka 900, miaka 800, miaka 700. Hapa maandiko yanatuambia kwamba alipoongeza akamzaa ndugu yake Habili. Inasema Habili, that is still in verse number 2, Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. So hawa vijana wawili, kitambo mtu afikie umri wa kulima shamba lake na kupata mazao, huyo ni mtu mzima. Kitambo kijana aishi na kuwa mchungaji mwenye mifugo mingi, huyo ni mtu mzima. Na kwa sababu zamani zile waliishi miaka 900 na zaidi, kuna uwezekano kwamba labda walikuwa miaka 50, sijui, labda walikuwa miaka 100, sina habari, labda walikuwa miaka 200, siwezi kuambia exactly their age, lakini walikuwa ni watu wazima ambao Kaini anaingia shambani, analima, anapata mazao. Alilima mahindi, alilima viazi, labda alilima avocado, alilima matoke, hivyo vyote alikuwa analima. Abel naye akawa mchungaji, labda alikuwa na kondoo na mbuzi na ng'ombe, na alikuwa na hawa wote. Maandiko yanasema sasa hawa vijana wawili, mmoja ni mfugaji na mwingine ni mkulima. Ni nini ambacho kilitokea? Verse number 3 nasema ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Maandiko yanatupatia picha. Imefika sasa wakati wa kutoa kafara. Biblia inasema Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habel naye akaleta wanyama walionona sadaka kwa Bwana. Ni nini kinachoendelea? Wanaleta sadaka kama Mungu alivyoitisha sadaka. But verse number 4 inamaliza ikisema Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Yaani Bwana
akamkubali Habel na sadaka yake. Akafanyaje? Verse 5 nasema, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kwa nini? Ni kwa nini kutakabali ni kukubali? Ni kwa nini Bwana akubali sadaka ya Abel na akatae sadaka ya Kain, na zote mbili zimeletwa kwake? Mpendwa, kuna jambo hapa ambalo ningetaka uweze kulielewa. Mungu alitoa maagizo baada ya Adam kufanya dhambi katika bustani ya Eden. Penalty ilikuwa ni kufa, maana Mungu alisema siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Wakati Adam na Hawa walipoisikiliza sauti ya nyoka na wakala tunda na wakaanguka dhambini, walikuwa wafe. Lakini Mungu kwa upendo wake alikuwa amepanga na mwanawe hapo kwanza ya kwamba tunamuumba mwanadamu, na iwapo ataanguka dhambini, tukiwa tumempatia ile probation na aanguke, tutafanyaje? Yesu akasema, iwapo Adam ataanguka, mimi nitajitoa mahali pake nife ili yeye aweze kuishi. Wakakubaliana hivyo. Now the problem inakuja hapa sasa, ya kwamba baada ya kuwa Adam na Hawa wamefanya dhambi, Mungu alipokuja pale Edeni, conversation ikaendelea. Nyoka akalaniwa, mwanamke akapewa sehemu yake, mwanamume akapewa sehemu yake. Ni nini kilichofuata baadaye? Maandiko yanasema ya kwamba kondoo alitolewa, akachinjwa, na ngozi yake iliyotolewa akatengezewa mavazi Adam na Hawa. Kwa sababu kwanza walikuwa na vazi la utaua, vazi la utakatifu, utukufu wa Mungu uliowafunika. Walipofanya dhambi likaondoka, wakawa uchi. So Mungu hangerudi kuwavisha utukufu na wako na dhambi, akawatengezea mavazi ya ngozi ya kondoo, kwa sababu walikuwa wametengeneza mavazi ya majani ya mtini na hayakuwa yanawasaidia. Kwa hivyo Mungu akaamua kufunika ile dhambi yao kwa ngozi ya kondoo. Mavazi haya ya ngozi ya kondoo yanaonyesha wazi kwamba Mungu amesitiri ule uovu ambao mwanadamu ameufanya, ili kwamba anapomtazama aone yule kondoo aliye safi, na kondoo ni simbo ya Yesu Kristo. Kwa hivyo Adamu alipofanya dhambi, na kwa sababu wakati wa Yesu kufa haujafika, Mungu akachukua kondoo ambaye ni symbol ya Yesu Kristo, akachukua ngozi ya kondoo akamvika Adamu, ili kwamba Adamu anapotazamwa na Mungu, Mungu anaiona ngozi ya kondoo ambayo ni Yesu Kristo, na hivyo dhambi ya Adamu inakuwa imesitirika. Na hivyo zaidi ya hayo, Mungu akampatia Adamu agizo ya kwamba kila wakati unapoenda kunitolea kafara kwa sababu ya dhambi zako, toa kafara ya kondoo, maana kondoo ni symbol ya Yesu Kristo. So it was very simple. Ili kwamba kuwe na ondoleo la dhambi ni lazima kumwagike damu. Now, zamani zile, ili kwamba watoto waweze kupata ujumbe na kuendelea kufanya vile Mungu anavyotaka, hakukuwa na vitabu, hakukuwa na Biblia ambazo leo tuko nazo tunazosoma na tukaelewa nini kilichofanyika. Information ilikuwa inakuwa relayed kutoka generation moja kwenda generation nyingine, kupitia kwa mzazi kuambia mtoto wake, na mtoto ambie mtoto wake, na mtoto ambie mtoto wake. Kwa hivyo ujumbe ulikuwa unapeanwa kwa njia ile. At this moment tunaona ya kwamba Adam na Hawa wakaambia watoto wao, Adamu na Hawa wakaeleza watoto wao kile ambacho kinapaswa kufanywa, maana hawakuwepo wakati kondoo akichinjwa. Lakini sasa wameona baba yao na mama yao wanavyofanya, na akawaambia, wanangu, wakati wote mnapotoa kafara kwa Bwana, mtoe kafara ya kondoo, kwa sababu ya kuwa kondoo huyu ni mfano wa Yesu Kristo. Hivyo Adam na Hawa wakashika maneno haya na wakaendelea kuyatenda katika maisha yao. Now what happened? Ilipofika wakati huu wa kutoa kafara, Kain na Abel, baba yao Adam hatajwi, mama yao Hawa hatajwi, wanatajwa hawa wawili, ya kwamba Kain na Abel wakaenda kumtolea Mungu kafara. Nao zamani zile, unapoenda kutoa kafara ulikuwa unajenga madhabahu, unaweka kuni juu, unaweka ile nyama ya kondoo hapo juu, alafu sasa unaomba
Na ili ijulikane kwamba Mungu amekubali kafara yako na kuipokea, moto ulikuwa unashuka kutoka mbinguni, unakuja pale kwenye madhabahu, unateketeza ile kafara na unaila inaisha. Na hivyo najua Mungu amefanya nini? Amekubali kafara yangu. Kaini na Abel walipoenda kutoa kafara zao, maandiko yanatuambia kwamba Kaini akatoa ya kondoo na Abel akaleta ya mazao, na Mungu akakubali kafara ya Abel, akaikataa ya Kaini. Question: unadhani ni kwa nini Mungu alikataa kafara ya Kaini na akakubali ya Abel? Unaweza kuagi, kuna watu wanasema ya kwamba unajua Kaini alipeleka mahindi ambayo alikuwa hayakunona vizuri. Kaini alitafuta mazao yaliyokuwa vizuri, mazao yaliyonona vizuri, akaleta mahindi makubwa, kama ni avocado makubwa, kama ni matoke makubwa, kama ni waru kubwa, akaweka pale. Lakini Mungu hakuikubali kafara ya Kaini. Kwa nini? Nataka ujiulize. Je, wewe unapopeleka sadaka yako kanisani, Mungu anaikubali? Kitu kilichofanya Mungu aikatae kafara ya Kaini ni kwa sababu ya kuwa Kaini alileta kitu ambacho Bwana hakukitaka. Mungu alitaka kafara iwe ya kondoo, hakusema ya matoke, hakusema ya mahindi, hakusema ya maharagwe, alisema mnyama. And God means exactly what he says. Anaposema ni kafara ya kondoo, anamaanisha kondoo, hamaanishi kitu kingine. Nataka ujiulize mpendwa, je, unapeleka ile ambayo Mungu amesema upeleke siku ya Sabato unapokwenda kanisani? Kuna watu wanatoa kafara zao na zinakataliwa kwa sababu ya kuwa si kile ambacho Mungu alitaka. Mungu amesema do not commit corruption. Wewe kuna mtu umemdhulumu pale kazini, amekosa kulala vizuri nyumbani kwake kwa sababu ya kuwa umemdhulumu hela. Amekosa kupeleka watoto wake shule kwa sababu umemdhulumu. Amekosa kukidhi mahitaji ya nyumbani kwake kwa sababu umemdhulumu. Lakini wewe ndio mzee wa kanisa, na siku ya Sabato unaleta sadaka yako ya shilingi 1,100, shilingi 1,200, ya shilingi 1,000,000, unatoa pale. Pastor akiangalia hivi, jina lako analirate number 1 ya kwamba huyu anafaa kuwekwa First Church Elder. Why? Kwa sababu ya kuwa sadaka yake ni nyingi. Lakini pastor hajui kwamba umefanya corruption. Pastor hajui kwamba hiyo pesa umeiba. Wewe ndio overall pale kwa ofisi. Pesa inapitia mkononi mwako ndio ifike kwa watu wengine. Umeizuia, maana wewe uko na amri. Ukisema isonge inasonga, ukisema isisonge haisongi. So kwa sababu hiyo umejilimbikizia mali nyingi na uko nayo, na ikifika Sabato unatoa sadaka kubwa. Watu kanisani wanasema Elder so ndiye anafaa kabisa, lakini nataka nikwambie inakaukia pale kwenye madhabahu, haitasonga mbele. Kwa nini? Kwa sababu siyo Mungu aliyoitisha. Toa 500 ambayo Mungu ameitisha na itafanya kazi kubwa. Toa 1,000,000 ambayo Mungu hajaitisha, haitafanya kazi. Mungu alikataa kafara ya Kaini kwa sababu Kaini alileta ile ambayo Bwana hakuitisha. Je, unapeleka ile ambayo Bwana aliitisha ama unapeleka ingine tofauti? Biblia inasema Bwana hakutakabali sadaka ya Kaini. Then what happened? Inaendelea kusema verse number 5. Kaini akaghadhabika sana, uso wake ukakunjamana. Uso wa Kaini ukakunjamana. Why? Sadaka ametoa na haijakubaliwa. Pendo, siku ya leo ninashangaa sana. Kuna watu ndani ya kanisa, they give faithfully. Anatoa shilingi 100 yake kwa uaminifu, alipata shilingi 500, akatoa zaka 50 na sadaka 50. Consistency, systematic benevolence. Anatoa kwa uaminifu kabisa. Lakini kwa sababu ni 500, watu wanaona huyu hana kitu, huyu hata tukimweka cheo kanisani itakuwa shida. Kuna mwingine hapa anatoa shilingi 200,000. Huyu ndiye anafaa, maana mchungaji anaona ya kwamba mimi hata nikitembea kwa huyu bwana kuna kitu ninaweza pata, nikienda kwa ile wa 500 sioni. Huyu anayetoa nyingi bila kujua kwamba anatoa because involve corruption katika mapato hayo. Sisemi kwamba wote wanaotoa nyingi wanafanya corruption. Kuna mwingine anatoa 1,000,000 safi. Safi kabisa, kwa sababu mapato yake ni sawasawa na kila alichokitoa, na ni mwaminifu mbele za Bwana, analeta kwa uaminifu. Mungu anaikubali.
Lakini nataka nikwambie mpendo ya kwamba Mungu hatakubali hata ukitoa nyingi ikiwa haiko sawa, na Mungu hatakubali hata ukitoa kidogo ambao haiko sawa. Mungu anaikubali ile kidogo iliyo sawa, na Mungu anaikubali ile nyingi iliyo sawa. Swali ujiulize, wewe unatoa ipi? Kaini alileta ikakataliwa hata kama ilionekana kwamba inafaa ni nyingi. Why? Because God alisema kondoo, hakusema mazao. And God means exactly what he says. Oh yes. Kaini akaghadhabika, uso wake ukakunjamana. Na uso wake ulipokunjamana, nini kilichofanyika? Verse number 6 nasema, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Mbona Kaini uso wako umekunjamana? Moto kweli ulishuka. Waliomba wote wawili, madhabahu ziko pale, wakainua macho yao juu, wakamwambia Bwana, tumeleta kafara na tuombalo ni kwamba uweze kuzikubali. Na kweli Mungu akasikia maombi hayo, na aliposikia moja kwa moja moto ukateremka, na wote wakaona moto unakuja, lakini kila mmoja amesimama kando ya madhabahu yake. Na moto ule uliposhuka ukafika karibu, ukaenda kwa madhabahu moja, ukateketeza kafara ya Abel. Lakini ya Kaini kabaki pale. Matokeo yake yakaanza kumwangalia, mahindi yake yakaanza kumwangalia, maavocado yanamtazama, labda aleta managu yanamtazama. Akiwa pale kwa mshangao huo, akajua Mungu hajakubali kafara yangu, na kwa sababu hiyo Kaini akaghadhabika, uso wake ukakunjamana. Let me tell you something. Nilikuwa nasoma kitabu cha Patriarchs and Prophets, page 72 and 73, na ikasema maneno haya kuhusiana na kisa hiki cha Cain na Abel. Anasema Cain and Abel represents two classes that will exist in the world till the close of time. Ya kwamba Kaini na Abel wanawakilisha makundi mawili katika dunia hii ambayo yataendelea kuwepo mpaka mwisho wa wakati. So it is clear, makundi haya mawili mpendo hayapatikani duniani. Makundi haya mawili hayapatikani kule nje ya kanisa. Ni kwa nini niseme hivyo? Maana Adam alikuwa mwana wa Mungu, ilikuwa ni familia ya Mungu, walikuwa ni watu wanaomcha Mungu, wanaomjua Mungu. Wewe na mimi leo ni watu wa Mungu, tumo ndani ya kanisa. Sisi ndio familia ile ya Adamu. Na leo symbolically ni kwamba familia hii inawakilishwa na kanisa. So anaposema ya kwamba Kain na Abel wanawakilisha makundi mawili ya watu ambayo yataendelea kuwepo mpaka mwisho wa wakati, makundi haya yamo ndani ya kanisa. Hivyo ni makundi ya aina gani? Sikiliza anavyosema. Jambo moja ujue ni hakika kwamba kuna kundi moja ambalo halimtii Mungu, hili ni la Kaini. Na kuna kundi moja ambalo linamtii Mungu, hili ni la Abel. Wewe uko katika kundi gani? Tupo mpendwa ndani ya kanisa. Kuna wale ambao wameamua kumtii Mungu, tupo ndani ya kanisa, na kuna wale ambao hawajakubali kumtii Mungu hata wakionekana kwamba wanamtii. Kwa nje unaweza dhani wanamtii, lakini kwa kweli hakika hapana. Sikia, anaendelea kusema, one class avail themselves of the appointed sacrifice for sin. Yani kuna kundi moja linajitoa na linatii kulingana na kafara ile iliyotolewa ya dhambi. Ni kafara ya nani? Ni ya Yesu Kristo. Kwa hivyo kuna lile kundi ambalo linajua kwamba by our own virtues, by our own merits, by our own deeds and actions we can never inherit the eternal life. Hivyo wanajua si kwa uwezo wetu, si kwa kutoa kwetu, si kwa kuonekana kwetu, lakini ni kwa ajili ya Kristo. What about the other group? Anasema the other ventures to depend upon their own merits. Hawa wengine wanaangalia matendo yao. And I tell you, majority of the Seventh-day Adventists today, they think they will be saved because of their deeds, because of their merits, because of their actions. Ndio maana unaona ukifanya mtu akienda kufanya jambo la kuweza kusaidia wengine, anatangazia kila mmoja ili kwamba onekane kwamba alifanya vyema, alifanya jambo zuri. Mungu hasemi utaokolewa kwa sababu umefanya vile. By the way, ni vizuri kutenda mema, kuwasaidia wale walio na uhitaji,
kuwakumbuka wale ambao hawajiwezi na kusimama pamoja nao. That is very correct. Lakini usidhani ya kwamba kwa sababu umetenda hivyo Mungu atakubali. Kuna watu wanasaidia baada ya kuumiza watu wengine mahali. Kuna watu wanasaidia baada ya kuwatesa watu wengine mahali. So anasema kundi moja linajua it is not by our own powers, it is not by our own actions, it is not by our own merits tutaokolewa. Kuna lingine naona ya kwamba it is by our own deeds. Do you know most of the times Waadventista wa Sabato wanadhani ya kwamba wataokolewa kwa sababu wako wanashika amri 10 za Mungu. Oh yes, it is right to keep the commandments of God. That is very correct. But hatuhesabiwi haki kwa kuitunza sheria. Anaendelea anasema, theirs is a sacrifice without the virtue of divine mediation. Ya kwamba hawa ambao wanadhani ya kwamba kwa matendo yao wataokolewa, kafara yao haihusishi msaada wa utaua wa Mungu. Wakitoa naona wametosheka. Kain alidhani ya kwamba kafara ni kafara, in as much as nimemtolea Mungu ataikubali. No. Mpendwa, usidanganyike ukadhani ya kwamba kila sadaka unayotoa pale kanisani Mungu anakubali kwa sababu ya kuwa wewe umetoa. Mungu anataka uaminifu. Unaweza kuwa umeleta kweli 100,000 lakini kumbe ulikuwa utoe 200,000. Hiyo mpendwa ni ya Kaini. Unaweza kuwa umeileta kweli 200,000 zote, 100,000 zaka, 100,000 sadaka, systematic benevolence umeleta, lakini jinsi ulivyoweka pale moyoni mwako unasikia hii pesa si nyingi sana niliyotoa. Yaani 200,000 yote umetoa, lakini moyoni bado kuna kitu kinauma, kuna kamsumari kanadunga. Hiyo mpendwa ni ya Kaini. Umeleta hii sadaka baada ya kufanya ufisadi mwingi kule nje. Umekusanya ili unajua kwamba nikija nikitoa, pastor akiona, heshima nitaipata, nitachaguliwa. Unatoa kwa sababu unataka uchaguliwe elder. Okay, utawekwa elder, lakini hiyo ni ya Kaini. Unapotoa kwa uaminifu 500 zaka, 500 sadaka, systematic benevolence, ulikuwa umepata hiyo na ukatoa kwa uaminifu. Mpendwa, nataka nikwambie, maana hata moyoni mwako una furaha unapopeleka, unasema Bwana, na mimi leo ninakutolea, ni rehemu moyoni mwako. Hiyo ni ya Abeli. Jiulize, yako ni ya Kain ama ni ya Abel? Maana wale wanaotoa sadaka ya Kain wanadhani ya kwamba Mungu ataoverlook makosa yao kwa sababu wameleta sadaka. Mungu hataangalia dhambi zao walizokuwa wanazifanya kwa sababu ya kuwa wameleta sadaka. Nataka nikwambie mpendwa, haiko hivyo na Mungu. God wants you to be very faithful in everything that you do. So anasema kafara yao inategemea merits za wenyewe na haijaunganishwa. There is no divine mediation. Hakuna upatanisho ambao Kristo anauleta pale. And thus it is not able to bring man into favor with God. Hiyo kafara unayotoa mpendwa haiwezi kukufanya ukapata favor ya Mungu kwa sababu umeitoa katika njia isiyofaa. Then it is only through the merits of Jesus that our transgressions can be pardoned. Ni kupitia kwa Kristo peke yake kwamba dhambi zetu zinaweza kusamehewa. So hatusamehewi kwa uwezo tulionao, hatusamehewi kwa matoleo tuliotoa. Kuwa mwaminifu katika kila jambo ambalo unalitenda. Kaini akakosa kuwa mwaminifu, akaghadhabika, sura yake ikakunjamana. Then what did he do? Verse 7 nasema, Mungu akamwambia Kaini, kama ukitenda vyema hutapata kibali. Kaini, kama ungeleta kondoo jinsi Abel alivyoleta kondoo, si ningekubali. Usipotenda vyema, dhambi iko. Nataka nikwambie mpendwa, usipotenda vyema, dhambi iko. Na iko wapi? Inakuotea mlangoni. Kwa hiyo Mungu akaanza kumwonyesha Kaini what he is about to do. Maana Mungu anasoma nia ya mwanadamu. Alipomwangalia Kaini, akajua huyu sasa kule kunaelekea anataka kwenda kuua ndugu yake. Akamwambia, kama ukitenda vyema, je, hutakubaliwa? Lakini kama hutatenda vyema, nataka nikwambie Kaini, dhambi iko na inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde.
Let me say this. Umeng'ang'ana kwa muda mrefu, umetafuta kazi kwa muda mrefu, na umefanya application, umefanyiwa vetting, umepita, umepewa kazi, na umepewa cheo kikubwa. Uliingia pale kwa mwaminifu, ukawa unaleta kwa uaminifu, unakubali mshahara wako jinsi ulivyo kwa uaminifu, sawa sawa kabisa, na unasonga mbele. Lakini ikafika wakati tamaa ikaanza kuingia. Tamaa ilipozama ndani yako, ukaanza kuona ya kwamba kumbe nikiiba hapa kidogo, na nikiiba pale kidogo, na nikifanya hivi kidogo, mambo yatakuwa mazuri. Sasa pesa inaanza kuflow pande hii. Kila mtu akija na kuambia mimi mkubwa, niko na shilingi 20,000 tu nitakuachia. Ulikuwa ukitoka pale kurudi nyumbani kila siku kuna 500 yako, na ngojea mshahara wako wa mwisho wa mwezi. Lakini sasa ukitoka mpendwa, kuna pesa inafurika mifukoni, unatoka pale jioni na 100,000, kesho nyingine unatoka na 50,000, kesho nyingine unatoka na 80,000. Unaona sasa, this is the best way to go. Na kwa njia hiyo unapoteza fedha ya Mungu, kwa sababu sasa umeona kuna njia zingine ambazo naweza zitumia nikapata fedha, njia ambazo ni za mkato. Unapoleta sadaka yako sasa imepanda. Ulikuwa unaenda kanisani na pikipiki, umeweka pikipiki kando, ukanunua vitu ukaweka kando, umesonga sasa unaanza kuja na gari kubwa. Watu wanasema yes, inaonekana Mungu anambariki. True. Hiyo ni mibaraka ya Mungu. Unayenitazama, nataka ujiulize, ile unayotoa kweli ni mibaraka ya Mungu? Kuna watu ambao wanajua kipitia ofisi yako watakuachia kitu na utawafanya wasonge mbele hata kama hawako sawa. Dhambi iko mlangoni inakuotea. Pale kanisani kila mmoja anakusikiza wewe kwa sababu ya kuwa unaonekana kwamba una ufahamu, una uwezo, unaweza kutenda mambo yakafanyika. Ukisema nitafanya hii, unafanya kwa sababu ya kuwa pesa ina flow. Lakini nataka nikuulize, je, hiyo sadaka ni ya Kain ama ni ya Abel? Unapoitoa kwa Bwana, maandiko yanasema ya kwamba dhambi iko inakuotea mlangoni, lakini inakupasa wewe uweze kuishinda. Kaini alionywa mapema na Mungu ya kwamba there is danger ahead, na inakupasa sasa Kaini uweze kuwa macho. Kafara ya ndugu yake imekubalika, lakini ya kwake imekataliwa. Ghadhabu ikajaa. Ghadhabu ilipojaa, tatizo likaingia. Nataka nikwambie mpendwa, kuna watu wengi siku ya leo wanatoa kafara kama aliyotoa Kaini, na haijalishi nyingi kiasi gani, kwa sababu ya kuwa umeona kuna different routes ambazo unaweza kutumia kupata fedha. Ni hali ya kusikitisha ninapokumbuka jinsi ambavyo mtu unapata mshahara wako kama mchungaji. Hili jambo liliniumiza moyo sana. Kama mchungaji unapata mshahara wako vizuri sana kila mwisho wa mwezi, lakini ukatokea scam nyingine inaitwa Optcoin. And brothers and sisters, watu wakajichoma pale, wakaingia, na waliokuwa na waingiza ni wachungaji. Mpaka nikawa naona mchungaji mwingine anasema ya kwamba kuna zile zingine zilikuwa ni pata potea, lakini hii ya sasa ni pata. Pata ni slippers. Watu wakaingia, watu wakajisajili na wakaendelea. I don't understand why. Kwa nini mchungaji asione kwamba ni scam? Yaani wewe unawezaje kukaa na ukawa una earn pesa ambayo hujafanyia kazi? Hata Biblia inasema asiyefanya kazi asile. Wewe mchungaji unapata mshahara wako ukakosa kutosheka na mshahara huo, ukaingia Optcoin, na baada ya kuingia ukaingiza wengine, kitu ambacho unajua vizuri sana ya kwamba si halali, lakini kwa sababu ni pesa watu wakazama. Wakati ilipo crash na pesa za watu zimekwenda, then the remaining thing is a sad tale. Mpendwa, na hao walikuwa wanapata hii pesa, wanakuja wanatoa sadaka ndani ya kanisa. Pastor siku hizi elder siku hizi, do you know, watu walikuwa wanasema wanatumiwa signals. Signal. So mpaka siku ya Sabato watu they cannot concentrate to the preacher. Wako pale kanisani lakini wanaangalia signal. Yuko pale lakini yuko anaangalia signal. Ilipo crash imezama na hela nyingi ya watu. Why, pastor? Why? Brothers and sisters, may God help us. Sadaka ya Kaini ikaletwa. Now,
Verse number 8 nasema, Kaini akamwambia Habili nduguye. Mungu ameshamuonya, maana aliona ya kwamba huyu anaenda kuua ndugu yake. Mungu akamuonya, na Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani tukafanya nini? Wanataka waende sasa. Kaini ameshapanga mipango yake tayari. Maana kwa nini wewe yako imekubaliwa yangu haijakubaliwa? Utajua hujui. Ikawa walipokuwapo uwandani, Kaini akamuinukia Habili nduguye akamuua. Mpendwa, Mungu alikuwa amemwambia Adam, siku utakapokula matunda ya mti huu utakufa hakika. Lakini Adam alikuwa hajakiona kifo kipoje. Alikuwa haja experience kifo. Hakuna mtu alikuwa amekufa Adamu akaona. Kaini alipomwinukia ndugu yake akamfisha, akamuua. Adam anapokuja akiangalia mtoto wake Habili, akimgusa hawezi kuongea. Anapoangalia naona damu zimechuruzika. The reality of death ikastrike. Now the worst thing ni kwamba Adam is losing his second born. Not because kulikuwa na wakora waliompiga. Not because shetani alikuja physically akamuua. Lakini ndugu yake, mtoto wake mkubwa, ameinukia mtoto wake mdogo, amemuua. He could not discern this thing. Abel alipokuwa amelala pale chini, Adamu akimshika hivi mtoto sasa hawezi kuongea, damu zimemwagika. Ilikuwa ni hali ya kusumbua moyo. Adamu akajiuliza, ni nini hili linaendelea hapa? Ni nini kinachofanyika hapa? Wapendwa, I know death is painful. Very painful. It doesn't matter who dies today because we know it is there. But this was the first one to be recorded in the Bible. Not in the Bible, but in the history of humanity. Adam anapomwangalia Habili hawezi kuongea tena. Akimpindua huku anaenda hivi, akimpindua huku anarudi hivi. Hamna sauti, hamna uhai tena. The reality kagonga ya kwamba kweli kifo kipo. Hawa analilia mtoto wake katika hali ambayo hawezi kuieleza. Ni hali ya kuhuzunisha. Imekuwaje Kaini ndugu yako? Mbona umefanya hivi? Huzuni ikatanda katika boma lao. You know what? Hakuna majirani wa kwenda kuambia njoni mnisaidie kuzika. Hapa sasa ni kaburi ya chimbe Adamu na Hawa. Maana Kaini alioa ndugu yake hata ametoroka pale. Hayupo. Ilikuwa ni uchungu. Lakini ilibidi walikubali. Na mpendwa, kifo cha kwanza kinanakiliwa katika historia ya mwanadamu kwa uchungu mkubwa. Kama kuna mtu alielewa athari ya dhambi zaidi ya mwingine, ni Adamu. Alipoona hili, wacha kondoo yule aliyekufa, he felt it wakati kondoo alipokufa, because he had never seen any creature die. He felt it. Alikuwa ameona majani yananyauka, kitu ambacho kwa ni kawaida. But at this moment, his own blood, mtoto wake, amelala pale akiwa na matumaini. Adamu analia machozi, Hawa analia machozi, Abel hana uhai. Amesababishiwa na nani? Na Kaini. Kaini amemuua ndugu yake. Jambazi wa kwanza kuonekana duniani ambaye anaua ni Kaini. Bwana akamwambia Kaini, now God is love. Na haijalishi umefanya dhambi kiasi gani, he still comes back to you and brings you back to himself. Kaini alipofanya hiyo dhambi hakujali Mungu. Baba yake alipofanya dhambi pale Edeni alikimbia kwenye miti akaenda kujificha. Kaini naye amefanya hii dhambi, ameua ndugu yake. Then what happens? Verse number 9 inasema, Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? He is giving him an opportunity ya kwamba Kaini aweze kutubu, aone nimefanya dhambi, arudi kwa Bwana, atubu ili asamehewe. Mungu akamweka Kaini katika mizani ya kuona kama ataonyesha roho ya toba. Mungu akamuuliza Kaini, yuko wapi ndugu yako? Jeuri hili jamaa. Halikujali. Ndio maana hata alipopeleka ile kafara alisema kafara ni kafara tu. Mungu ataikubali. Hata kama alisema kondoo matoke pia anafaa. Matoke yana damu, mahindi hayana damu. Mungu alikuwa amesema ni damu imwagike ili ondoleo la dhambi lipatikane. So Mungu alipomuuliza, Kaini akajibu akasema,
Sijui. I don't know. Sijui. Mimi. We Mungu ukifikiria hivi, ukikaa vizuri na ufikirie. Tangu tuanze kuwa katika hii dunia. We Mungu unafikiria mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Yaani wewe umeniweka watchman nimwangalie tu Abel kila anakoenda niweze kuona ameenda wapi. Mpendwa, kuna watu hawajali. Kuna watu wana exhibit the spirit of Cain in the church. Kuna watu ambao hata mwingine anapoteseka, they don't care. Hawajali mateso ya watu wengine. Kaini ameua ndugu yake. Mungu anamuita, anataka kumrudisha. Anamuuliza Kaini, ndugu yako yuko wapi? Anamuuliza, kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Kuna watu ambao wameona wengine wanapitia shida ndani ya kanisa. Wanapitia hali ngumu. Badala ya kuwasimame nao, wawasaidie na wasonge nao mbele ili kwamba waweze kushika nao kusonga mbele na kuendelea. Hawajali. They don't care. Wako pale tu. Wakiambiwa kuna fulana anapitia shida ina kwani huyo si ni kawaida tu kila mwaka anasema kwamba asaidiwe kweli. Achaneni na huyo jamaa. Hawajali. Kuna watu tuko nao pale ndani ya kanisa wachochole, hawana nguo anazokuja nazo ukiangalia sabato moja baada ya nyingine ni ile ile. Na hata unapokutana naye kule mtaani bado amevaa ile ile. Huyu mtu hana hata pesa kulipa rent, huyu mtu hana hata chakula. We have them in the church. But we do not show anything like we need to help this guy. Hatuonyeshi. Hatujali. Tunaona kwamba hii ni kawaida tu. Mbona tusumbuke na huyu mtu tuko naye siku zote. Yesu anasema siku moja atasema, nilikuwa uchi, hamkunivika. Nilikuwa mgonjwa, hamkuja kuniona. Nilikuwa njaa, hamkunipa chakula. Na watauliza lile kundi la Kaini, ni wapi Bwana tulipokuona uchi, wala uko na kiu, wala uko na njaa, hatukufanyia hivi vyote? Tasema, wakati ambapo hamkutendea mmoja wa wale wadogo, hamkunitendea mimi? So mpendwa, na tuwe walinzi wa ndugu zetu. Kaini akakataa kuwa mlinzi wa ndugu yake. Namwambia Mungu, kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Let us show the spirit of love. Let us not show the spirit of disobedience. Let us not show the spirit of hate in the church. Kuna mtu anasumbuka pale, kuna mtu anapitia shida mahali. Usinyamaze wakati mwingine anaumia. Ni jukumu lako kwamba usimame pamoja naye, kwa sababu ya kuwa Mungu ametuita tuweze kuwa walinzi wa ndugu zetu. Kaini akamuuliza Mungu, kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Mungu akasemaje? Akasema verse number 10, umefanya nini? Sasa wacha nikulete karibu zaidi ili kwamba uweze kuelewa. Nilikuwa nakuuliza Kaini, ndugu yako yuko wapi, ili useme Bwana, nimekosa, nilighadhabika na ile dhambi uliyosema kwamba inaniotea kweli imeniangusha, naomba unisamehe. Kaini hakuonyesha hivyo. Why? The spirit of Satan always has no remorse. Roho ile ya shetani haina kujiona kwamba nimekosa, nafaa kurudi mimi na niweze kumrudia Bwana. Mungu alipomweka Kaini katika hali ya kwamba ndugu yako uko wapi, alitaka Kaini aonyeshe roho ya toba, mwambie Bwana, mimi nakubali nimeanguka, nimetenda dhambi, naomba unisamehe. Lakini Kaini hakuonyesha hivyo, na Bwana Mungu akamleta karibu zaidi. You know, when you go far from God, Mungu hakuachi tu utokomee, anakuita tena. Anatumia mbinu nyingi kuwaita watu wake. Verse 10 akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia katika ardhi. Sauti ya Abel. Si kwamba Abel alikuwa analia huko alikokufa. Anasema sauti ya damu ya ndugu yako. Yaani ninaona damu imemwagika Kaini. Umemwaga damu ya ndugu yako na inanililia kutoka katika ardhi. Je, Kaini, uko na jambo la kusema ili kwamba uombe msamaha? Kaini akawa na ugumu wa moyo. Labda tumekuwa na ugumu wa moyo wakati fulani, labda tumekuwa na ugumu wa moyo katika maisha yetu, hatuonyeshi huruma kwa watu wengine wanaoteseka. Huenda ikawa umekuwa hivyo mpendwa kwa muda, lakini nataka nikwambie Mungu anakuita. Verse number 11 nasema, wakati Mungu alipoona Cain is not ready to repent, does not show the spirit of penitence, Mungu alifanyaje? Verse 11 nasema, basi sasa
umelaaniwa wewe katika ardhi. Licha kwamba Mungu wakati Adamu alipofanya dhambi alimwambia Adamu, si kwamba alimwambia Adamu umelaaniwa, alimwambia ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. But now here, kile kinachokwenda kwa Kain sio laana kwa kitu kingine, ni kwake direct. Maandiko yanasema umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Hii ardhi ambayo imekunywa damu ya ndugu yako kwa mkono wako, umelaaniwa kwa ajili ya hiyo ardhi. Let me tell you, usifanye jambo lolote ovu. Kuna watu wanamwaga damu za watu wengine hawajali. Unaua mtu unafikiria kwamba ni jambo dogo. Unatendea mtu vibaya unafikiria kwamba ni jambo dogo. Na unaona ya kwamba no, God will just accept the way it is kwa sababu ya kuwa sikujulikana. Do you think you'll get away with it? No. Mungu yuko pale anaangalia, and the judgment day is coming. Sikia nikwambie mpendwa, Mungu alimwambia Kaini, umelaaniwa wewe kwa sababu ardhi imefunua kinywa chake ikanywa damu ya ndugu yako ambayo ni kwa mkono wako umeimwaga, umelaaniwa. Let me tell you brothers and sisters, niliweke wazi zaidi ili kwamba uweze kuelewa. Yesu alisema, mmesikia imeandikwa ya kwamba mtu akimuua ndugu yake atapasa hukumu. Lakini mimi nawaambia, amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Pause. Na ujiulize, umechukia wangapi pale kanisani? Maana yule aliye pale kanisani ni ndugu yako katika Kristo, ni dada yako katika Kristo. Kuna watu wanakuja kanisani wamechukiana, huyu akikaa roho ile, huyu anakaa roho hii, hawezi onana. Kuna yule ambaye akiingia kanisani wa kwanza, mwingine atashinda nje, hawezi kaa ndani ya kanisa kwa sababu kuna mtu amemchukia pale. Don't lie to yourself that you are going to heaven. You are not. Oh yes, you are not. Hauendi. Kwa nini? Mungu anatuonyesha wazi ya kwamba laana ilimwangukia Kaini kwa sababu ya kuwa ndugu yake. Wewe umeua washiriki kama 7 pale ndani ya kanisa. Kuna kikundi cha watu unawachukia kwa sababu ya kuwa wanavyovifanya huvitaki. Kuna mzee wa kanisa unachukia, kuna mchungaji unachukia, kuna mshiriki mwenzako unachukia, na unataka kusema ya kwamba wewe si muuaji. Maandiko yanasema damu ya huyo mtu nchi imefunua kinywa chake inainywa, unapaswa kutubu. Tubu mpendwa. Yesu anataka uweze kutubu. Oh yes. Kuna mtu anachukia mke wake, ulienda ukamtoa kwao, ukasema unampenda, unamjali, umemchukua, umekaa naye, mmezaa watoto, sasa chuki imeinuka. Mungu anasema unapomchukia wewe ni muuaji. Kuna mtu amechukia mume wake, wanakaa katika ile nyumba, lakini amemchukia. Anapomuona hivi anasikia ni kana kwamba anataka kutapika. Sikia nikwambie mpendwa, haijalishi chuki yako nayoonyesha kwake, jambo moja nalokuambia ni kwamba wewe ni muuaji na unapaswa kutubu. Kaini alikataa kutubu. Mungu alipoona kwamba Kaini hataki kutubu, akadeclare, akasema umelaaniwa. Now before God declares that you are accursed, repent. Mwambie mume wako, mume wangu naomba unisamahani, leo nataka nikwambie ukweli. Kuna nini? Nimekuchukia na ninaomba unisamehe, maana nataka hii chuki itoke ndani yangu. Ambia mke wako. Kuna watoto wanachukia wazazi wao, kuna mzazi anachukia watoto wake. Tumekaa kanisani tunaona ya kwamba kwenda kanisani it's a formality, tunaenda pale, tunaimba, tunatoa ile sadaka unayoitoa na kuna mtu umemchukia, it is useless. Ni ya Kaini hiyo. Maana Yesu alisema unapotaka kwenda kutoa kafara yako na ukakumbuka kuna ndugu yako ambaye mlikosana, weka kafara yako kando kwanza, nenda kapatana na ndugu yako alafu uje utoe sadaka yako. Lakini unapoitoa ukiwa na chuki, hiyo ni ya Kaini. Ni mara ngapi tumetoa sadaka ya Kaini? Ni mara ngapi mpendwa? Tumechukia watu ndani ya kanisa. Umemchukia pasta kwa sababu akiongea anaongea jinsi dhambi ilivyo, na wewe hutaki dhambi itajwe. Umekasirika maana pastor ameongea about the dress code ambayo wewe unaipenda, maana pastor ameongea about the hairstyle ambayo wewe unaipenda, maana pastor ameongea about the things that you are doing ambazo unajua kwamba haziko sawa, lakini kwa sababu unazipenda na unataka kufurahisha watu wengine unazitenda. Pastor amechukiwa. Wewe uko katika grupu ya Kaini. Kumbuka tumeambiwa kuna makundi mangapi? Mawili.
Moja linasimama kama Abel na lingine linasimama kama Kain. Uko kundi gani mpendwa? Yesu anataka urudi katika group ile ya Abel. Maana kama uko kwenye group ya Kain, destruction is coming for you. Verse number 12 inasema, utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake. Maana huyu alikuwa mkulima ardhi. Sasa Mungu anamwambia, umelaaniwa we, maana hii ardhi ambayo inakupatia chakula, ulicholetea sadaka ambayo mimi sikuwa nimeitisha, umeimwagia damu. Sasa kwa sababu umekunywa hii damu, wewe Kaini, hii ardhi unayoilima haitakupa mazao tena. Utakuwa mtoro, vagabond. Biblia King James Version natumia neno vagabond. Anasema utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Oh yes. Let me tell you, hii laana mpendwa ni nzito. Unajua kuna watu wanajua tu kwamba Kaini hataenda mbinguni. Hata hapa duniani Mungu anadeclare kwamba hauna makao duniani Kaini, kwa sababu ya kosa ulilolifanya. Do you know, unapochukia mtu na ukakosa kupatana naye ili kwamba muishi vizuri, wewe huna makao duniani. Licha kwamba hakuna ya mbinguni, hata hapa huna amani. By the way, unapokuwa unachukia mtu, ukimuona tu mahali popote, huna amani, huna furaha, yani you feel like, ni nini hii inafanyika? Nimeona nini? Mungu anataka mpendo urudi katika njia ya sawa. Anataka urudi katika njia ambayo inastahili. Let me say this. Nikimaliza, kisa hiki kinanisikitisha kwa sababu kifo cha kwanza kinaponakiliwa katika dunia hii kinaleta huzuni kubwa katika familia ya Adam. Lakini ile laana ambayo Kaini anaipata, wengi tunaibeba siku ya leo kwa sababu ya kuwa hatutaki kumrudia Mungu. Inasema verse 13, Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa. Hii adhabu imenikulia kubwa, haichukuliki. Anasema this is too heavy on me Lord. Wakati nilipokuwa nikiangalia filamu za Nigeria zamani zile, sasa hii sina shughuli nazo, ilikuwa nikiona wa Nigeria wanasema ya kwamba this is too much for one person, ya kwamba hili kama ni mtu mmoja alibebe peke yake ni zito. Kaini anamwambia Bwana ya kwamba adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. Yaani afadhali Abel aliyekufa. Hii sasa kama nitaibeba imekuwa nzito. Mungu, hii imekuwa nzito. Mungu akasemaje? Kaini akaendelea kuexplain kwa nini ni nzito. Tazama, umenifukuza leo katika uso wa ardhi. Nitasitirika mbali na uso wako. Nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Hata itakuwa kila anionaye ataniua. Ameona kifo, ameona ndugu yake. Sasa anasema Mungu, kila atakayeniona ataniua. Mungu akamwambia nini? Bwana akamwambia, kwa sababu ya hiyo, yeyote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Nao sikia nikwambie mpendwa, unajua kuna watu wamefanya uovu, wameua, wamefanya dhambi nyingi sana, na wewe sasa unasikia uchungu mkali sana kwa sababu ya wale walioua, na unaamua kwamba huyu pia anafaa kuuawa. Let me tell you, unapomuua aliyeua unaongezewa adhabu hiyo mara 7. Maandiko yanasema Mungu alimwambia Kaini, sijasema kwamba mtu atakayekuona atakuua. Lakini akatokea mtu akuue wewe Kaini, huyo anafaa kuipata adhabu hiyo mara 7. Atalipizwa kisasi hicho mara 7. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amwonaye asije akampiga. Now let me say this. This is the clinch of all clinches, brothers and sisters. Ya kwamba Mungu alipojua Kaini has no place in heaven, maisha yake anayoishi yataishia pale duniani, hakuna mahali anapoenda, alimweka alama ili kila mwanadamu, Mungu anamtenga mwanadamu yeyote na Kaini asije akapata adhabu mara 7. I want to tell you brothers and sisters, ndani ya hilo kanisa kuna mtu ambaye amefanya uovu, amelaaniwa na Mungu, na Mungu hataki uende karibu naye.
Amemweka alama Kaini ili kila mtu atakayemuona Kaini asije akamuua. Maana ukimuua Kaini unapata 7-fold, unapata 7 times kile ambacho Kaini amepata. So ili kwamba Mungu awatenge watu wake na hatari ile ya adhabu ya mara 7 ambayo ingewapata kwa kumuua Kaini, akamweka Kaini alama ili kila anayemuona ajue this guy is a murderer, this guy is not a good man, this guy does not deserve to be counted a worthy person. So anapoishi katika ulimwengu huu, let him live, but we have nothing to do with him. Sikia nikwambie mpendwa, sidhani kwamba kuna mtu amefikia kiwango hicho cha kwamba Mungu hawezi kumsamehe tena kama Kaini alivyojifungia mlango wa mbingu. Lakini Mungu alimweka alama Kaini ili mtu yeyote akimuona ajue kwamba huyu bwana Mungu amemkataa na yuko na alama. Jiulize, je, uko na alama gani? Wewe mpendwa, uko na alama gani? Je, ni alama ya kwamba umekataliwa na Mungu ama ni alama ya kwamba umekubaliwa na Mungu? Ni nini ninachosema? Kaini aliwekwa alama maana aliua ndugu yake. Unapokuwa na chuki unawekwa alama ya muuaji. Unapokuwa na hatred ndani ya moyo wako, yule elder unayemchukia, yule mshiriki unayemchukia, yule mchungaji unayemchukia, yule mme wako unayemchukia, yule mke wako unayemchukia, wale wazazi wako unawachukia, yule mtoto wako unayemchukia, nataka nikwambie, unapokuwa na hiyo chuki ndani yako, wewe ni muuaji. Na kwa sababu ni muuaji, Mungu anakuweka alama. Isipokuwa alama yako na tofauti ile ya Kaini, ya kwamba Kaini mlango wake rehema ulikuwa umefungwa, yako bado. Ile chuki ulionayo Mungu anaweza kuifutilia mbali, na ile alama ikawekwa ya Kristo, ikawekwa alama ya uzima, ikawekwa alama ya upendo, ikawekwa alama ya matumaini, ikawekwa alama ya furaha, kwa sababu ya kuwa una uwezo wa kusamehewa wewe. Haijalishi umechukia miaka mingapi, haijalishi umekasirika miaka mingapi, it is now time. Come back to Jesus, atakusamehe. Verse number 16 namaliza ikisema, Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana, akakaa katika nchi ya Nodi mbele ya Edeni. Kaini amepigwa marufuku. Kaini ametolewa sasa mbele ya uso wa Bwana, akaondoka mbele ya uso wa Bwana, akaenda nchi ya Nodi mbele ya Edeni, akakaa huko. Mpendwa, kisa hiki kinanisikitisha kwamba Kaini alikosa kuexpress the spirit of penitence before God. Wakati Mungu alipokuwa amemuonya mapema ya kwamba kuna dhambi inakuja, na kisha baada ya kuwa ameifanya dhambi, God went ahead akamuita Kaini ili aweze kuona kama atatubu, lakini Kaini akakataa. Ni mara ngapi Mungu amekuita? Mungu alikuonya mapema, when you became a Seventh-day Adventist church member, Mungu alikuambia kupitia kwa amri zake ya kwamba hii ni dhambi, hii ni dhambi, hii ni dhambi. Mpendwa, usizini, usiibe, usiue, usivunje sabato, usitamani, waheshimu baba yako na mama yako. Akasema hayo yote, usishuhudie uongo. Mungu alisema hizo zote, lakini hata baada ya kujua hivyo, you went ahead to commit that sin. Na baada ya kufanya dhambi hiyo, bado Mungu anakupatia nafasi ya kuweza kurudi. Do you receive that opportunity, ili kwamba Mungu aweze kupokea kama mwanawe? Do you receive that opportunity ambayo Mungu amekukirimia ya kwamba uweze kutubu na kurudi kwake? Kaini alipewa akaipoteza. Wewe umepewa leo. Je, unaikubali ama unaikataa? Ombi langu mpendwa ni kwamba ikubali nafasi hii ambayo Mungu amekupa ili upate uzima wa milele. Ondoa ile chuki, ondoa kinyongo, ondoa uhasama, ondoa kila aina ya uovu, na wacha kisa hiki cha kweli cha Biblia kikuvute karibu na msalaba wa Yesu Kristo, ili kwamba hatimaye upate uzima wa milele. Mungu akubariki, Mungu akusaidie, uwapende watu wote. Maana anasema, the last time I checked in the Bible, alisema ya kwamba tafuta kuwa na amani na watu wote, ambapo pasipo hiyo huwezi kumuona Mungu uso wake. Mungu akubariki, na tuombe. Asante Baba na Mungu wetu mwema kwa neema yako. Nakushukuru kwa nafasi hii ambayo umetupa tuweze kuangalia kisa hiki cha pili katika Biblia. Bwana, tumeona jinsi ambavyo uko na malengo na makusudi na maisha yetu.
tusaidie tupate roho ya huruma na ya kutubu, ili kwamba tuweze kupokea uzima wa milele Kristo ajapo mara ya pili. Bariki mtazamaji na muongoze katika neema yako siku zote, maana ni kupitia kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Barikiwa.